Kwa akaniambia nilale juu ya kaburi. Kulala juu ya kaburi, kilichofuata hapo sasa. Na yeye pia siku alivua nguo. Alivua nguo, kuna dawa ambayo alikuwa nayo. Akapaka kwenye uume wake. Kwa baadaye akaniambia kwamba tena nivue nguo. Nikavua tena nguo. Alikuwa na asali kwenye kibuyu. Ile asali ilikuwa imechanganywa na dawa. Tena akanilamba hii sehemu ya asili. Baadaye akaanza kunipaka mwili mzima ile asali. Roho ndogo ya utajiri unaweza ukaukimbia na ukasema mimi sitaki kabisa utajiri. Baada ya kusikiliza mkasa huu, weka maoni yako hapo chini ili tuweze kuelewa ni kitu gani ambacho pengine tunaweza tukatatua kupitia hili ambalo tumejifunza kwa mrembo huyu. Usiku mlilalaje na mganga baada ya kuwa saa 12 mmeenda hiyo sehemu, usiku umefika mnarudi. Mlilalaje usiku? Yaani usiku wenu, yani usiku wako ile siku kwa mganga ulikuwaje? Siku maana pale kwenye vile vibanda vyake ni kumegawanyika. Kwa aliniambia kwamba nilale sehemu yangu, kuna mambo yake anaandaa kwa ajili ya kesho, kwa ajili ya siku ya pili. Kwa mimi nilala sehemu yangu na yeye pia alilala sehemu yake kwa ajili ya kuandaa mambo ya kesho. Maana kwa usiku huo ambao umelala hamna kitu chochote kibaya ambacho kilitokea? Kwa usiku hamna chochote kilichotokea. Sawa. Alafu siku ya pili pia kitu gani ambacho kilitokea na mambo gani ambayo yaliendelea kwenye utaratibu wa kutimiza hayo masharti? Siku ya pili ilikuwaje? Siku ya pili tena ile jioni. Muda ya jioni saa 12 akasema tutoke, muda umefika. Tukatoka tukaenda sehemu moja hivi ambako ni kama msitu mkubwa hivi. Kuna miti mingi mirefu. Tulifika pale akaniambia kwamba tena nivue nguo. Nikavua tena nguo. Alikuwa na asali kwenye kibuyu. Ile asali ilikuwa imechanganywa na dawa. Tena akanilamba hii sehemu ya asili. Baadaye akaanza kunipaka mwili mzima ile asali. Sawa, yote haya anakuambia hii ndo dawa. Kila unavomuuliza anakuambia hii ndo dawa. Kwa alivyokuwa ananiambia vile na mimi nilikuwa nakubali ili nipone. Kwenye mwili wako ulikuwa unahisi nini kipindi vitu vyote hivyo vinatokea? Yaani labda dawa ilikuwa inafanya kazi kweli au ni vile tu story ambazo pengine za uongo? Hiyo siku ya pili pia sikuhisi chochote mpaka nikaa najiuliza au ananidanganya. Nikasema ngoja nivumilie ili siku ya 3 nione kipi kitakachotokea. Kwa hiyo nilivumilia hadi zile siku 3 ziliisha. Kwa siku hiyo alilamba kitumbua na asali. Lai. Hapana, ni shida. Shida inapelekea hivyo. Sawa. Mtazamaji anakuambia ukilambwa kitumbua na asali ni shida. Wewe sehemu ya comment section kama unatazama hapa ni mwanadada ulishakufanyiwa hivyo, niambie kweli uoga inakuwa ni shida au vipi? Kwa wewe unavyofahamu, kidogo uoga napenda mtu ni chambe nayo mbea. Kwa wewe unavyofahamu, ukilambwa chini na asali ukiwa mzima sasa, huwa kunakuwa na test gani? Ladha gani? Kwa kweli kwa mimi sijawahi, kwa sijui kuna ladha gani. Kweli? Maana wewe mapenzi hujawahi kuenjoy. Nimeenjoy ila sije kufanya hivyo. Kwa sijui nisije ngadanganya. Sawa. Maana yake hiyo siku pia baada ya kwenda msituni, baada ya kufanya hivyo mlirudi tu bila kuona matokeo au kuna matokeo yalitokea? Sikuona matokeo tena. Ulihisi nini wakati vitu hivyo vinaendelea? Ulihisi ni mchezo gani unaendelea? Mimi nilishaanza kukata tamaa. Nikasema sasa mbona leo siku ya pili afu hamna dalili zozote ninazoziona. Ila nikasema ngoja nivumilie siku ya 3 nione kama mabadiliko yatatokea, na nikasema kama sitaona mabadiliko kwa hiyo itabidi niachane na mganga. Sawa. Wakati unafanya yote hayo, napenda nifahamu kuna watu uliwashirikisha, kwa sababu umesema pia ulikuwa na mpenzi wako, japo umesema alikuacha na nini? Wazazi, familia, majirani, marafiki, BFF na nini uliwashirikisha au bado ulikuwa unapambana mwenyewe? Kwa kweli niliamua kupambana mwenyewe, hakuna mtu nilomwambia. Nikasema ngoja nipambane na hali yangu. Kama yatazidi sana ndio naweza nikawashirikisha wazazi au ndugu jamaa na marafiki.
Twende siku ya tatu, ilikuwaje sasa? Siku ya tatu pia tulitoka, ila alikuwa mazingira mengine. Tulitoka pale tukaenda makaburini. Makaburi yalikuwa mengi kweli. Tulipofika pale mimi niliogopa kwanza. Ila siku ile sasa ilikuwa ni mida ya saa 1 hivi. Saa 1 usiku. Ya usiku Tukafika pale, alikuwa na mizigo yake akatoa. Vitunguli vidogo vidogo. Pia alikuwa na chungu kikubwa. Akanambia pia tena nifanyeje, nivue nguo. Nikavua nguo, akanambia kwamba nikae kwenye chungu kile. Nikakaa pale kwenye chungu, kuna dawa ambazo alianza kunimwagia. Nyingine huko makaburini. Huko makaburini Nyingine akanambia ninywe. Baada ya kumaliza hapo akanambia niinuke. Akashateua kaburi moja hivi kubwa. Kwa akanambia nilale juu ya kaburi. Kulala juu ya kaburi, kilichofuata hapo sasa. Na yeye pia siku alivua nguo. Alivua nguo, kuna dawa ambayo alikuwa nayo. Akapaka kwenye uume wake. Kwa baadaye hapo mtazamaji, ni mkasa ambao nataka ufahamu namna ambavyo binadamu wanaishi, lakini pia namna ambavyo dunia ina vitu vingi. Ni mkasa ambao nilikuletea awali, lakini pia nataka tufuatilie mpaka mwisho ili tuweze kuona ni namna gani ambavyo watu wanaishi, lakini pia maisha kwa ujumla, changamoto, mapito, lakini pia utajiri kwa ujumla, namna ambavyo watu wana afford na kumiliki kwa namna moja au nyingine. Kwa mara ya kwanza mganga anavua nguo zake, uliwaza nini kwenye kichwa chako? Kwa siku ya tatu nikawaza, mbona leo anavua nguo? Kuna nini? Nikasema ngoja nisubirie nione kitakachotokea. Ulivyolala kwenye kaburi ni kitu ambacho sio cha kawaida. Uliogopa kiasi gani au uliofia nini hasa wakati unaambiwa lala hapa kwenye juu ya kaburi? Kweli siku nilikuwa natetemeka na niliogopa sana. Ila niliamua kujikaza. Nikasema ngoja nimalizie hizi siku 3 huenda nitapata matokeo. Kwa kabidi nivumilie. Kwenye kaburi mlitandika nini au ulilala tu kwenye hivyo? Napenda nifahamu, yani kaburi la udongo limejengelezewa marumaru na nini, lilikuwaje kaburi? Kaburi lilikuwa lina marumaru na kulala pale sikutandika kitu chochote alisema. Zaidi alimwaga tu dawa ndo akanambia nilale pale. Sasa mtazamaji, sio kitu cha kawaida hiki. Yani ni kitu ambacho kinafikirisha na unaweza kuona kama vile hakiwezekani, lakini mwisho wa siku watu ndo wanapambana na maisha. Ikawaje sasa? Nilivyolala pale na yeye pia ndo hivyo kama alivyokuambia, alivua nguo zake. Akachukua dawa akapaka kwenye uume wake. Baadaye nikaona anapanda juu ya kaburi. Kuna dawa pia ambayo alinipaka mimi, sehemu ya asili. Ndio hivyo nikaona kama nahisi dalili, yani hisia hivi. Hisia kwa maana alikuchezea au zilikuja tu? Zilikuja tu. Baada ya kunipaka ile dawa. Nilihisi hisia ya mapenzi. Kwa kilichofuata hapo nilifanya naye mapenzi. Manake sehemu ikawa imezibuka tayari. Sehemu ikawa ishazibuka. Nikaa nipo kama mwanzo nilivyokuwa. Ila bikra unaona? Sina. Okay, kumbe hiyo hakuweza kurudisha. Vile ikitoka haiwezi kurudi. Hairudi. Sawa. Mtazamaji, ni mkasa ambao naona ana huzuni, lakini napenda nichekecheke kidogo, pengine atacheka lakini ndo kwanza anakasirika. Nadhani ni namna gani pengine inamuumiza lakini pia inamhuzunisha. Baada ya kufanya hivyo, maana yake tatizo la kwanza likawa limeisha, hilo ambalo lilikuwa limetokea. Tatizo hili la paka likawa linaendaje sasa? Kweli nilifanikiwa, nilikaa sawa mwili wangu na nirudi nyumbani, ila yule paka bado alikuwa ananisumbua. Kwa hiyo tatizo halikufanikiwa kuisha la paka kunisumbua mimi. Bado ilikuwa kwangu ni changamoto. Kwenye biashara zako zikawa zinaendaje sasa? Zilikuwa zinaenda, ila ni kwa misukosuko yani. Biashara ilikuwa haiendi vizuri kama mwanzo. Okay, sawa. Maana yake ulirudi nyumbani sasa, polini uko umetoka? Nilikuwa nishatoka Okay. Unahisi tatizo litaisha kabisa au unaona inabidi urudi kule tena ili angalau matatizo yako yaweze kupungua?
Nahisi nirudi tena nikamuulize ile swala la paka kunisumbua mbona kama bado linaendelea. Okay. Asante pole sana. Asante. Mtazamaji, tunaendelea kupiga story na mrembo huyu ule zidi ya ule mkasa ambao nilikuletea awali, na uende kufahamu kitu gani ambacho kinaendelea. Ni mzito kidogo na unahuzunisha kweli kweli. Tupe siri kidogo. Baada ya kukutana na mganga, vipi mpenzi wako? Umemtafuta hata kama sio mpenzi wako, mwanaume yoyote? Nilimtafuta ila nilimjulia tu hali, aliniuliza kwamba mbona sasa hivi kama sikuelewi, hatuwasiliani vizuri, hatukutani. Na sikuhitaji kabisa kukutana naye mpaka niamalize kabisa matatizo yangu. Okay. Maana yake toka ulipokutana na mganga hujakutana na mwingine yoyote yule? Kwa kweli sijakutana na mwingine yoyote. Najitunza. Hapana, yule paka bado anasumbua, shida ndio hiyo. Asante pole sana. Asante. Maamuzi yako ni yapi sasa hivi sasa? Una mpango gani? Mpango wangu wa mwisho ni kumuuliza, ni kwenda kwa yule mganga. Ili nikamwambia kwamba mbona yule paka bado ananisumbua. Kama sitopata msaada ili nichukue njia nyingine. Okay, sawa. Maana yake unataka kufanya nini sasa? Njia nyingine kwa maana ya uokoke au ufanyaje? Nahisi nihamie kwenye masuala ya dini. Labda naweza nikapata msaada. Ila upo tayari kupoteza mali? Nipo tayari ili mambo yangu yakae sawa. Asante pole sana. Sisi tunakuacha lakini pia tunakuombea mambo yote yaweze kuwa sawa. Mungu mwema, utakuwa sawa vile vile. Amina. Nashukuru sana. Asante. Mtazamaji, ni ule mkasa wa awali. Tutaendelea kufuatilia namna ambavyo mambo yanaenda. Nikukumbusha kama hujasubscribe, hakikisha umesubscribe. I love you.